la utawala, jengo ambalo baadhi ya viongozi umeona wanalipigia debe sana, lakini nataka nikuombe tuma timu yako ikakae pale ikaangalie kinachoendelea pale ndani. Katika jengo la utawala, kwanza gharama zake za jumla hazipungui bilioni 9. Jengo la floor 8 unajenga kwa bilioni 9, maana yake kila floor moja ni bilioni 1 na ushee, kitu ambacho kwa akili ya kawaida hakiwezekani. Lakini ukiangalia wameingia mkataba juzi hapa wa 6.2 bilioni. Katika ule mkataba kuna baadhi ya vipimo walivyoandika kwenye BOQ na kwenye utekelezaji ni tofauti. Wameandika kwenye BOQ wana vipimo vyao ni 1128 mita square, mkandarasi amekoti kwa 1128 cubic meter, ambayo imeongeza gharama ya milioni 252. Wameandika vipimo vyao ni hiyo 7034 mita square, mkandarasi amekoti kwa 7034 mita square. Gharama zimeongezeka kwa bilioni 1.5. Kwa hiyo wameingia mkataba wa bilioni 6.2, gharama halisi zilitakiwa ziwe bilioni 3.4. Kuna ziada ya zaidi ya bilioni 8. Leo wananchi wa Arusha pale wanapata tabu, vivuko ni shida, barabara za ndani ni shida. Watu wanachezea fedha namna hii, na badala ya viongozi mliowaamini kusimamia, na wao wanakwenda kushabikia. Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuambia mara nyingi sijawahi kuwa na mashaka na usimamizi wako, toka ukiwa michezo, ukiwa utumishi na ulivyokuja TAMISEMI. Naomba ongeza jicho la ziada kwenye usimamizi wa miradi, kwa sababu Daktari Samia anatafuta fedha dunia nzima kwa ajili ya Watanzania. Badala ya kuzisimamia vizuri, zinakwenda kuliwa na watu wachache. Hilo jambo halikubaliki. Utasikia mbunge anagombana na kila mtu. Sasa kwa ujinga wa namna hii, na achaje kugombana na kila mtu. Sasa mimi nimechaguliwa pale kulinda maslahi ya watu, hasa watu wanyonge. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri utusaidie, kwa sababu hili jambo ni jambo very serious, na viko baadhi ya kwa mfano hawa wenzetu wa PPRA wana evidence ya hili jambo nalokuambia, lakini hatua zichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu, pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu. Hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu, wanachukua si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna. Zile ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hili jambo mimi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana kwamba utakwenda kuhangaika nalo. Lakini kunde moja, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli. Tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito. Kwamba jengo la bilioni 6 zimezidi sijui bilioni 3, kwingine bilioni 8. Sasa hiyo kidogo sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa Bunge, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa Waziri, tutakapomaliza bajeti yako utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. Tutakupa nafasi hapa bungeni, kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni, tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Haya, asante sana. Mambo ya maendeleo katika halmashauri zetu, miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI. Inapangwa kwenye vikao maalum ya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha pengine ingeenda kufanya shughuli fulani, wanaoamua kutuletea ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo, lakini hili lingine Mheshimiwa Spika nimeipokea, tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo. Tutafuatilia kwa karibu, na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Asante sana.